wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE wa mwaka 2025 yatatangazwa wakati wowote kutoka sasa. Hafla ya kutangaza matokeo hayo itaongozwa na Waziri wa Elimu Julius Ogamba mjini Eldoret. Takriban watahiniwa 996,096 walifanya mtihani huo mwaka jana katika vituo mbalimbali nchini. Baraza la mitihani la Kenya NEC limekamilisha zoezi la kusahihisha na kuchakata matokeo, huku wizara ikisema kuwa watahiniwa wataanza kuyapata muda mfupi baada ya tangazo rasmi. Awali baadhi ya wazazi walieleza wasiwasi kuhusu muda wa kutolewa kwa matokeo hayo. Hata hivyo, Waziri Ogamba amesisitiza kuwa mchakato umeendeshwa kwa njia ambayo inafaa. Kwa sasa tutakuwa tunaungana naye mwandishi wetu Mike Chalo ambaye yuko katika kaunti ya Nakuru atujuze mengi zaidi. Mike Chalo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi ukiwa maeneo ya Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, ni kipi ambacho kinajiri kwa sasa na matokeo yanatarajiwa kutolewa wakati gani kuanzia sasa? Naam, asante sana Kirobi. Kweli kabisa, tuko katika kaunti ya Uasin Gishu hapa katika jiji la Eldoret, ambapo muda wote kutoka sasa Waziri Migos Ogamba atakuwa anaingia katika ukumbi huu katika shule ya upili ya AIC Chebisas, ambapo matokeo haya yanatarajiwa kutangazwa. Kumbuka Kirobi, ni takriban miaka 36 tangu mtihani huu wa KCSE kung'oa nanga rasmi, na hivyo basi imesalia miaka miwili, mwaka 2026, alafu mtihani wa mwisho wa KCSE utakuwa unafanywa mwaka 2027 ili kupisha rasmi mtaala wa CBE. Kirobi, kama ulivyotangulia kusema, ni takriban wanafunzi 996 ambao waliweza kushiriki katika mtihani huu, na wao pamoja na wazazi wapo wange. Kumbuka siku ya Jumatano Waziri Migos Ogamba pamoja na Katibu wa Elimu Julius Bitoko waliweza kufika katika ikulu ya Nairobi na kuweza kuwasilisha rasmi matokeo haya kwake Rais William Ruto. Na hivyo basi muda wote kutoka sasa katika ukumbi huu atakuwa anaingia waziri pamoja na washikadau wengine wa elimu. Kumbuka nyuma yangu na waona ni baadhi tu ya walimu na washikadau wengine ambao wamefika katika ukumbi huu tayari kwa matokeo. Na hapa nilipo pia nimeweza kuungana na viongozi wa NAT na KUPPET waweze kuniambia pengine maazimio yao ni gani kutokana na matokeo haya. Ukianza na jina lako, kama unaweza kusongea hapa mbele, pengine matarajio yako ni gani kutokana na matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka 2025? Jina langu ni Same Bor, mimi ni katibu wa chama cha NAT Uasin Gishu, na vilevile niko kwa National Executive Council ya NAT. Kwanza nashukuru nafasi ambayo tumepata kama Uasin Gishu County kuweza kuhost kurelease kwa exam ya Form 4. We want to thank God for that. Number 2 ni kwamba tunatarajia ya kwamba matokeo haya ambayo yanatolewa leo iweze kuwa ni improvement ya matokeo ambayo ilikuwa mwaka uliopita. Tukumbuke ya kwamba vile ambavyo umesema ni kwamba mtihani huu ama matokeo haya ni second last, ndio sasa kutakuwa na KCSE mara nyingine tena. Na tunatarajia kwamba matokeo haya yataweza kusaidia watoto wetu kufikia azma yao ya maisha yao ya baadaye. Tuna imani ya kwamba mfumo mpya ambao umetokea sasa labda tutakuwa na miundo ambao ni tofauti sana na mambo ambayo kuhusiana na mambo ya mtihani. Wazazi walielezea wasiwasi kutokana na matokeo haya. Pengine wewe kama kiongozi wa elimu hapa katika kaunti hii ya Uasin Gishu, maoni yako ni gani kuhusiana na hilo? Sitasema jambo lolote kwa sababu tunangojea matokeo yaweze kutolewa rasmi ndio tuweze kuzungumza. Kama kuna jambo ama kuna dosari lolote, basi tutaweza kusema, lakini kwa sasa tuna matarajio ya kwamba mambo ambayo yatatolewa hapa, matokeo ambayo yatatolewa hapa itaweza kureflect maoni na nguvu na bidii ya wanafunzi wetu. Asante sana. Nikiungana na mwingine, pengine maoni yako ni gani na matarajio yako ni gani kutokana na matokeo ya mtihani wa KCSE ambayo yatakuwa yanatolewa muda mfupi hapa? Matarajio yangu ni kwamba results itaenda juu kuliko mwaka uliopita, kwa sababu mimi kama kiongozi wa walimu tunajua kazi ambayo walimu walifanya hapa kaunti ya Uasin Gishu na nchini kote. Tuko na matarajio kwamba wanafunzi wataimprove kwa sehemu zote, na ni matarajio yetu kwamba
results zitoke, wanafunzi ambao tulikuwa tumewafunza waweze kujoin university, TVET institutions, colleges, wengine waende ng'ambo na waanze maisha. Asante sana. Tukimalizia na Bwana Kiptoo, wanafunzi wa kike tuliona walifanya vizuri katika matokeo ya JSS zaidi ya wale wa kiume. Pengine katika matokeo ya KCSE unatarajia nini? Huenda tukashuhudia kitu sawa na hicho? Yes, tunashukuru kwanza kwamba hii mitihani imeletwa hapa Uasin Gishu siku ya leo. Swala la gender umesema vizuri kwamba wasichana wameonekana kufanya vizuri kushinda vijana wetu, na hiyo ni shida ambayo tunaona across the board. Vijana wetu kidogo wameregea katika masomo na katika even hali ya maisha. Unapata vijana kwamba wanapuchia kwa mambo ya ulevi na kila kitu. Kitu tu tunataka kusema kuongezea kwa hayo, wakati tuna release mitihani ya leo, unajua kwamba hili Kirobi na arifiwa kuwa asante sana. Waziri ameweza kufika, ndiposa unaona watu katika ukumbi huu wameweza kusimama. Kwa hiyo ameingia ndani ya ukumbi huu tayari kutoa matokeo ya KCSE ya mwaka 2025. Amewasili, namuona upande wangu wa kushoto Waziri Migos Ogamba pamoja na Katibu Mkuu wa Elimu Julius Bito. Kwa hivyo kwa sasa Kirobi, turuhusu tuweze kuangaza kamera zetu upande wa mbele ambapo matokeo haya yanatakuwa yanatangazwa na tutakuwa tunarejea kwako kwa muda usiokuwa mrefu Kirobi.